macho ya kipofu. We are learning that Jesus says, I am the bread of life. Tulijifunza kwamba Yesu anasema mimi ni mkate wa uzima. He satisfies our heart, amen? Anatosheleza mioyo yetu, amina. He is the light of the world. Yeye ndio nuru ya ulimwengu. Anyone who follows him will not walk in darkness. Yoyote amfuataye hatatembea katika giza. We also learn that he is the gate to the sheep pen. Na pia tulijifunza kwamba yeye ni lango katika kondoo. And he's a good shepherd who lays down his life for the sheep. Na yeye ndio mchungaji mwema anayetoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. All of these statements of Jesus come from the book of John. Hizi sentensi zote za Yesu zinatoka katika kitabu cha Yohana. And they are all connected to a miracle that he did. Na hayo yote yameunganishwa na muujiza aliyoufanya. He did the miracle and then which pointed to him as his identity. Alitenda muujiza ambao ulikuwa unamlengesha yeye kama utambulisho wake. And he's borrowing from the name of his father, I am. Na ile jina aliazima kwa baba yake anayesema mimi niko. Yahweh. Alisema yeye ni Yahweh. I am everything that you need. Yeye ni kila kitu ambacho unakihitaji. And I am everything that you could possibly want. Na mimi ndio kila kitu ambacho daima ungelitaka kuwa nacho. Tonight we're looking at probably his most famous miracle. Na leo hii jioni tunaenda kujifunza huenda ukawa ni muujiza maarufu sana. Tonight he's going to raise someone from the dead. Leo hii tutaenda kumfufua mtu kutoka kwa wafu. He did this 3 times in his ministry. Alifanya mara 3 katika huduma yake. And this is the last one, close to when he will go to the cross. Na huu muujiza ulikuwa ni wa mwisho akiwa akielekea msalabani. In fact, at the end of our story tonight from John chapter 11, mwisho wa hadithi katika kitabu cha Yohana sura ya 14, we hear the Pharisees are wanting to kill him. Tunasikia kwamba Mafarisayo wakihitaji kumuua. Because if he can raise people from the dead, kwa sababu kama anaweza kufufua wafu, nothing can stop him. Hakuna kitakachoweza kumzuia huyu jamaa. So you know the story, but can I tell you the story again? Mnajua hiyo hadithi, lakini je, naweza nikawaambia hadithi hiyo tena? And then along the way, can God give us fresh hope? Ili kwamba tunaoendelea Mungu atupe tumaini jipya. That whatever we think may have died in our life, ambacho tutaona kilishakufa katika maisha yetu, God can bring it back. Mungu akirejeshe. Amen. Amina. You know, unajua that when Abby was here a few nights ago, ule jioni ile dada Abby alipokuwepo hapa, she read this verse to you. Alisoma andiko hili kwenu. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Asifiwe Bwana wetu Yesu Kristo. Because in his great mercy, kwa sababu kwa rehema zake, he has given us a new birth, ametupa sisi uzaliwa upya, into a living hope, na tuishi kwa matumaini through the resurrection of Jesus Christ. Kupitia kufufuka kwa Yesu Kristo. Hope is alive. Kwa hiyo tumaini liko, because Jesus is alive. Kwa sababu Yesu yu hai. Yesu ni hapa sasa hivi. Yesu yuko hapa sasa hivi. Hallelujah. The Spirit of God is with us tonight. Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi jioni. That means hope is alive. Inamaanisha kwamba tumaini liko. One day Jesus heard a message. Siku moja Yesu alisikia ujumbe that his dear friend Lazarus was sick. Kwamba rafiki yake mpendwa Lazaro anaumwa. His sisters Mary and Martha sent word for Jesus. Dada yake Lazaro walimtumia Yesu ujumbe. And this is what they said. Na hii ndio walilosema. The Lord, the one you love is sick. Akasema hivi, Bwana yule umpendaye anaumwa. And when Jesus heard this, Yesu aliposikia hii habari, he said, this sickness will not end in death. Akasema ugonjwa huu hautaishia kwenye kifo. I want you to think about that phrase. Nataka kufikirie huu mstari uliosema Yesu. This will not end in death. Ugonjwa huu hautaishia kwenye kifo. We have recently lost our beloved bishop. Tumempoteza mpendwa wetu askofu. It seems like his sickness may have ended in death. Inaonyesha kwamba huenda ugonjwa wake ulimpelekea kifo. But we know that is not the end of the story. Lakini tunajua kwamba hiyo sio mwisho wa hadithi hiyo. Death will not have the final word. Kifo hakina sentensi ya mwisho. We will see Bishop again. Tutamuona askofu tena. Amen. Si ndio? We will all see Jesus again. Wote tutamuona Yesu tena. Because of what we learn in this passage. Kwa sababu ya kile tulichosomacho kwenye. He says, no, this sickness is for God's glory. Akasema huu ugonjwa ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. And God will glorify the Son through it. Na Mungu atamtukuza mwanae kupitia huo. And it says Jesus loved Mary and Martha and Lazarus.
Jesus loved Mary, Martha, and Lazarus. Inasema hivi, Yesu aliwapenda Mary, dada zake Lazaro, na Lazaro mwenyewe alipendwa. So, Kwa hiyo sasa, when he heard that Lazarus was sick, aliposikia kwamba Lazaro anaumwa, he stayed where he was for 2 days. alikaa eneo alilokuwepo kwa siku 2. Jamani, If he loved Lazarus, why didn't he go right away? kama alimpenda Lazaro, kwa nini hakuenda pale pale aliposikia anaumwa? Have you ever felt that God is late in coming to rescue you in your problems? Ushawahi jifikiria kwamba huenda Mungu mbona anachelewa kuja kuninusuru kwenye tatizo langu? If God really loved me, he would come right away. Kama Mungu kwa ananipenda, kwa nini asije kwa haraka? I want you to trust this. Nataka wewe uamini hili. Jesus loves you. Yesu anakupenda. And if there's any delay in your deliverance, he has a purpose for it. Na hata kama kuna kuchelewa au kucheleweshewa kujibiwa, ana kusudi kwayo. He's preparing you for a great miracle. Anakuandaa kwa ajili ya muujiza mkubwa. He's preparing to glorify himself in your life. Anaandaa mazingira ya yeye kutukuzwa katika maisha yako. In fact, at the beginning of the story, tunapoendelea ufuata hii hadithi, we are given this little sentence that tells us who Mary is. Tulipewa ka sentensi fulani ambayo inamuonyesha huyu Maria ni nani. It says she is the one who poured perfume on Jesus' feet. Inaonyesha kwamba ni yeye yule aliyemwagia Yesu mafuta miguuni. We are going to look at that story tomorrow. Tutaiangalia hiyo hadithi kesho sasa. But that is in chapter 12. Lakini hiyo ni sura ya 12. This is chapter 11. Hii ni sura ya 11. It is like John is smiling as he writes. Ni kama Yohana anatabasamu anapoandika haya maandiko. Something is going to happen in chapter 11. Kuna kitu kitatendeka kwenye sura ya 12 that will so overwhelm Mary that she will worship in chapter 12. Ambacho kitamfanya Mariamu amwabudu Mungu kwenye sura ya 12. In chapter 11 she loses her brother. Lakini kwenye sura ya 11 anapoteza kaka yake. And Jesus waits until he dies. Na Yesu alisubiria mpaka Lazaro afe. And then he heads back to Judea. Lakini akaenda tena huko Judea. The last time he was there, wakati mwingine alipokuwa huko, he said a phrase that made the leaders want to kill him. He said something that made the leaders want to kill him. Alisema jambo kwamba alisikia jambo kwamba viongozi wanataka kumuua. He told them that they were of their father, the devil. Wakasema hayo ni kazi ya baba yao ambaye ni shetani. And they said, we have no father but Abraham. Wakasema wewe sisi tuna baba zaidi ya Abrahamu. And Jesus said, before Abraham was, I am. Na Yesu akasema kabla Ibrahimu hajawapo na alikuwa. And they picked up stones to try to kill him. Wakachukua mawe wakajaribu kumuua. But he slipped away from the crowd. Lakini akatokomea akasema. And the disciples know that if he goes back to Jerusalem, na wanafunzi walijua kwamba akienda huko Yerusalemu, they will pick the stones up again and will kill him. Wataokota mawe tena wajaribu kumuua. So when Jesus says we're going to Jerusalem, kwa hiyo Yesu aliposema tunaendea Yerusalemu, they say they're going to kill you. Wakasema utauawa wewe. But he said we have to finish the mission. Akasema lazima tumalizie mpango tulionao. Our friend Lazarus has fallen asleep and I'm going to wake him up. Rafiki yangu Lazaro amelala, lazima nikamwamshe. Well, if he's asleep, he will wake up on his own, Jesus. Sasa Yesu kama huyo analala, ataamka mwenyewe. Then he said very clearly, akawaambia waziwazi, Lazarus is dead. Lazaro amekufa. But for your sake, I'm glad I was not there. Lakini kwa ajili yenu namshukuru Mungu sikuwepo huko. So that you may believe. Ili muweze kuamini. Now let's go to him. Sasa twende naye, twende kwake sasa. And as they arrive into the city, walipokaribia ule mji, Lazarus had been dead now for 4 days. Lazaro alikuwa amekufa kwa siku 4. And there were many people there mourning his death. Walikuwa watu wengi wakiomboleza kifo chake. We went together to Bishop's grave. Tulienda kwa pamoja sisi kwenye kaburi la askofu. And I saw a video of Bishop's service. Nilikuwa nikikaona video za askofu. Many of you were there.
wote mlikuwepo siku ya maziko, and you were crying, mlikuwa mkilia, and you were mourning, mlikuwa mkiomboleza, and you were comforting each other, mlikuwa mnafarijiana, because Bishop was a godly man, kwa sababu askofu alikuwa ni mtu wa Mungu, and he has left a godly legacy, na ameacha sera ya kimungu, and you are carrying the legacy on right lakini here. wote mmembakia na sera hiyo ya kimungu. So you know what it feels like to grieve someone who you love and is lost. Najua mnaelewa jinsi gani kumwombolezea mtu mnayempenda na mnamjali. And Martha comes out to meet Jesus. Na Mathayo akaenda kukutana na Yesu. She's the older sister. She is the older Martha alienda kukutana na Yesu ambaye ni dada yake mkubwa wanazaa. And she says to Jesus, akamwambia Yesu, if you had been here, my brother would not have died. Kama ungelikuwepo hapa kaka yangu asingekufa. Sometimes we feel like that. Kuna wakati tunahisi mambo kama hayo. If you had been here, Jesus, this would not have happened. Kama ungekuwepo hapa Yesu, hili lisingetokea. And Jesus said to him, Yesu akasema, your brother will rise again. Kaka yako atainuka tena. And she says, I know that he will rise again at the resurrection of the last day. Martha akasema, najua atafufuka, atainuka tena siku ile ya ufufuo wa mwisho. And then Jesus says these amazing words. Yesu akasema yale maneno ya kushangaza. I am the resurrection and the life. Mimi ndio huo ufufuo na uzima. The one who believes in me will Yoyote live aniaminia ataishi even after they die. hata baada ya kifo chao. And whoever lives believing in me Yoyote anayeniamini mimi will never die. hatakufa. Then he asked her this question. Na akauliza swali. Do you believe this? Unaamini hili? And I'm asking you the same question Na mimi tonight. nawauliza swali hili leo. Do you believe this? Naamini hili hapa. We're told that Jesus came and put on flesh Tumeambiwa kwamba Yesu alikuja so that by his death alikuja kuvaa mwili ili kwa kifo chake he could destroy the power of him who holds everybody ili aweze kuharibu ile nguvu ya kila yule anayemkamata kila mmoja in slavery to the fear of death. anayewakamatisha awakawa na hofu ya kifo. Turn to your neighbor and say, you do not have to be afraid of death. Ndio kile nilimwambia hutaki kuogopa kifo. Death is not the end of the story. Kifo sio mwisho wa habari. Jesus has conquered death. Yesu ameshinda kifo. He is the resurrection and the life. Ndiye aliyefufuka. Amen. Amina. And so she said, I do believe that you are the Messiah. Yesu akasema, Martha akasema ndio naamini wewe ni Masihi. So even in her grief she believes. Hata kwenye hali ile ya huzuni aliyonayo, lakini bado aliamini. And then she goes back and tells her sister Mary. Alienda tena akamwambia dada yake Mary, The teacher is here. mwalimu yuko hapa. And Mary runs out of the room to meet him. Mary akatoka nje ya chumba aende kukutana na Yesu. And she says the exact same thing to Jesus that Martha did. Na Mary alisema maneno yale yale kwa Yesu alipayo Martha alimwambia. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Bwana, ungelikuwepo kaka yangu asingalikufa. This time Jesus did something different. Wakati huu Yesu alifanya jambo tofauti. He cried. Alilia. He said, where have you laid Lazarus? Akasema, mmemlaza wapi Lazaro? And he walks to the grave. Akaenda kwa kaburi. And he cries. Akalia. I want you to know that when you are crying, Nataka ujue kwamba unapokuwa unalia, Jesus is crying with you. Yesu analia pamoja na wewe. He is not scolding you. Anakusindikiza kwenye kilio. He's not trying to teach you. Na sio kwamba anajaribu kukufundisha jambo. This is a lesson that you need to learn. Kwamba unakujifunza haya mambo. But I'm with you. Lakini niko pamoja na wewe. And we have here the shortest verse in the Bible. Tuna mstari mfupi sana kwenye Biblia hapa. That carries one of the biggest messages. Ambao unabeba ujumbe mkubwa sana. John 11:35. Yohana sura ya 11 mstari wa 35. Jesus wept. Yesu alilia. He wept. Alilia. He is a God of compassion. Yaani alilia kwa huzuni. When you wept, ukilia, when you said goodbye to Bishop, ukisema ulipolia wazee uliposema kwa heri askofu, Jesus was weeping with you. Yesu alikuwa analia pamoja na wewe. He was there with you. Alikuwa pamoja na wewe. And he's with you now. Na yuko pamoja na wewe sasa. And the crowd sees Jesus crying. Na kusanyiko lile likamwona Yesu akilia. And they say, look how much he loved Lazarus. Wakasema, hebu angalia jinsi gani alimpenda Lazaro. God loves you so much. Mungu anakupenda sana.
I want you to know that I realize as a church this is a difficult time. Nataka uelewe kwamba naelewa kama kanisa hiki ni kipindi kigumu sana. But Jesus is with you. Lakini Yesu yuko pamoja na wewe. He's crying with you. Yesu analia na wewe. He's pointing you to a hope-filled future. Anakuelekeza kwenye tumaini kuu la hapo baadaye. When we're told that Jesus comes up to the tomb, tulipoambiwa kwamba Yesu aliposogelea ile kaburi, the language that was written, the Greek language that was used to write, lugha ya Kigiriki iliyoandikwa pale, says that Jesus snorted with anger. Ikasema Yesu snorted. Yesu kama kwa hasira. He was angry. Alikuwa na hasira kama simba. He's looking at the tomb and he's angry. Anaangalia kaburi ana hasira. He's not angry at Lazarus. Hana hasira kwa Lazaro. He's not angry at Mary. Wala hamkasirikia Maria. He's not angry at Martha. Hajamkasirikia Martha. He's not angry at the crowd. Wala hajakasirika kwa sababu ya kusanyiko lile. What is Jesus angry? Unajua kwa Yesu alikuwa na hasira kwa ajili ya nini? He's angry at death. Alikuwa na hasira kwa kifo. Death is an intruder to the story. Yesu kifo kiliingilia hiyo hadithi. Death does not belong. Kifo hakitakiwi kuwepo. Jesus is the author of life. Yesu ndo chanzo cha uzima. But the wages of sin is death. Kwa sababu lakini mshahara wa dhambi ni mauti. He is angry when he sees the effect of sin. Ana hasira anapoona madhara ya dhambi. And he says, take away the stone. Akasema hivi, toeni hilo jiwe. And Martha says, it's been 4 days, it will smell bad. Martha akasema imekuwa ni siku 4, ananuka sana huyu. And he says, if you believe, you will see the glory of God. Akasema ukiamini utaona utukufu wa Mungu. And then he prays to the Father. Na akamwomba Baba. He says, Father, I thank you that you are hearing me. Akasema Baba, nakushukuru